Kwa habari kemkem, kufahamu vizuri, usiache kutusupport Handeni Digital TV kwa kulike, kushare na kucomment na kusubscribe. Mwisho bonyeza alama ya kengele ili upate kuungana na chaneli hii kwa kila hatua. Usikose tukio la ukatili la mtu kumfukia mtoto wa miaka 3 chumbani kwake. Ameuawa kinyama, amefukiwa, akagundulika kwamba kafukiwa chini ndani ya chumba. Ina maana pia usikose zoezi lililoibua kumbukumbu ya mwaka 1894 wakati wa kuhamisha makaburi ya Wajerumani. Na ni moja ya vitu ambavyo vimepatikana kwenye kumbukumbu zetu. Ilitengenezwa mwaka 1894. Kitwa British Legion walikuwa kazi yao ni kuangalia haya maeneo ambayo kumwamezikwa watu hao. Sasa walikuwa na kugaramia hiyo, wakabeba yale mabaki yao kuyapeleka, wakaja kufukua makaburi wakapeleka Ulaya. Na vita ya Waingereza na Wajerumani, bila kusahau historia ya machifu. Mwaka 1847 wakaanza kujenga jengo letu la hapa juu. Jengo la ambao sasa ni ofisi ya mkuu wa wilaya. Je, unafahamu shule ya Wahindi toka mwaka 1958 The Indian Community Center iliyofahamika kama TAPA enzi hizo? Hali ya zamani watu walikuwa wengi. Kwanza unaviona ngoma za asili. Fahamu bendi kongwe iliyoanzishwa mwaka 1968 iliyofahamika kama Super Makoba. Bila kusahau ujio wa baba taifa Handeni mwaka 1987 akipokea vazi la kimila kwa wazee wa Handeni na kukabidhiwa na aliyekuwa mbunge wa Handeni Alhaji Mheshimiwa Musa Masomo, ambaye kwa sasa ni marehemu. Upande wa kandanda sasa, je, unamfahamu mchezaji aliyechezea kandanda la kulipwa katika timu ya Mwadui? Wapo waliowahi kuchezea timu kubwa ambao wengine kwa sasa ni marehemu kama Mobish Makono na Shabani Musa TX namba 1, Fura Mwikalo na Saidi Mhando ambao wote kwa sasa ni marehemu, na wengine wengi. Pata historia ya Alhaji Toba Musa akiwa na fani 4 za michezo. Bila kuwasahau Mkoma Sakwaru Ilefari na katibu wa Fati Azizi Ismail Ojuku ambao kwa sasa wote ni marehemu. Mtayarishaji na mwongozaji wa vipindi hivi ungana naye Mdoe Mwikalo toka Handeni Digital TV. Ukiwa unafahamu story yoyote mpya au ya zamani, unakaribishwa. Lengo letu ni kuendeleza Handeni yetu.